Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Baada ya mapinduzi ya 1964, Abeid Amani Karume alikuta Zanzibar ikiwa katika hali ya taharuki. Jamii ilikuwa imejeruhiwa kisaikolojia. Chuki za muda mrefu zilikuwa bado zinachemka na dunia ilikuwa ikiitazama Zanzibar kwa macho ya wasiwasi. Kazi ya kuijenga upya haikuwa rahisi, na Karume alijua hilo. Akiwa rais wa Zanzibar na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano, Karume alianza kwa kasi. Elimu ikapanuliwa, huduma za afya zikasogezwa kwa wananchi wa kawaida, na sera nyingi zikapangwa kwa lengo la kuwanufaisha waliokuwa wametengwa kwa muda mrefu. Kwa watu wa chini, Karume alikuwa sauti yao. Lakini kadri muda ulivyopita, mazingira ya uongozi wake yalianza kubadilika. Kulikuwa na migongano ndani ya serikali, hofu ya maadui wa ndani na nje, na kumbukumbu za machafuko ya mapinduzi ambazo hazikuwa zimepona. Karume alianza kuongoza kwa tahadhari kubwa, wakati mwingine kwa ukali. Aliona usalama wa mapinduzi kama jambo la kwanza kuliko yote. Wengine walianza kunong'ona kuwa uhuru ulikuwa unabanwa. Wengine waliona hatua zake kama kinga ya mapinduzi yasiyoporomoka. Ukweli ulikuwa katikati. Karume alikuwa kiongozi aliyebeba mzigo mzito wa historia mabegani mwake. Miaka ilivyopita, Karume alizidi kujitenga. Alipunguza safari za hadhara, akaishi maisha ya uangalizi mkubwa, akijua wazi kuwa madaraka huleta maadui. Lakini hata tahadhari kali haikuweza kuzuia kile kilichokuwa kinakuja. Tarehe 7 Aprili 1972, siku ilianza kama siku nyingine ya kawaida. Karume alikuwa katika makao makuu ya chama, akijiandaa kwa shughuli za kawaida. Hakujua kuwa hiyo ingekuwa siku yake ya mwisho. Ndani ya dakika chache, milio ya risasi ilivunja ukimya. Abeid Amani Karume alipigwa risasi na kuuawa. Zanzibar ilitetemeka. Taifa lilipatwa na mshtuko. Kiongozi aliyebadilisha historia ya visiwa hivyo alianguka ghafla, bila onyo, bila nafasi ya kusema neno la mwisho. Maswali yalizidi majibu. Nani hasa alikuwa nyuma ya mauaji hayo? Je, ilikuwa chuki ya kisiasa, visasi vya zamani, au mapambano ya madaraka? Majibu kamili hayakuwahi kuwa wazi kwa umma. Baada ya kifo chake, Tanzania iliingia kwenye majonzi mazito. Karume aliacha nyuma urithi mzito wa mapinduzi, muungano na mjadala unaoendelea hadi leo kuhusu uongozi, usalama na haki. Kwa wengine, Karume alikuwa shujaa wa watu wa kawaida. Kwa wengine, alikuwa kiongozi mkali wa nyakati ngumu. Lakini hakuna anayeweza kupinga jambo moja. Abeid Amani Karume alibadilisha historia ya Zanzibar milele. Lakini swali linaendelea kuishi. Je, mapinduzi yangechukua mwelekeo gani kama Karume angeishi muda mrefu zaidi? Na ni funzo gani kizazi cha leo kinaweza kujifunza kutoka maisha na kifo chake? Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film.